Hii ni Lokoma Sports. Hapa tuko na Mandala wa Simba. Mengi zaidi tutazungumzia kuelekea mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo utachezwa kule katika visiwa vya Unguja na Pemba kule Zanzibar. Ana mengi ya kuzungumzia zaidi, hasa kabisa tuzungumzie mchezo huu kiufundi zaidi, Simba anatakiwa afanye nini ili kusudi aweze kupata matokeo katika mchezo huo utakaopigwa siku ya Jumapili. Mambo vipi? Nashukuru na ndugu yangu. Fresh heli? Fresh. Nashukuru wana Simba. Tuna nguvu, tuna passion na finali ndio hiyo hapo, tunaenda kumaliza mkondo wa pili. Japo saa imetokea sintofahamu hiyo kubadilishwa uwanja. Wana Simba wengi tulitarajia mechi itapigwa Benjamin William Mkapa, lakini hauwezi kushindana na mamlaka. Tunapoongelea mamlaka ya mpira Afrika tunaongelea CAF, si ndio? Shirikisho la mpira CAF imeelekeza game ikachezwe Zanzibar Amani. Kwa hiyo sisi kama Simba Sports Club, kwa sababu sisi ni wakubwa hapa Tanzania, pia sisi tupo kwa ajili ya kutoa elimu kwa hizi timu ndogo. Kuna baadhi ya masuala sio kila kitu cha kupinga. Inawezekana kweli unafanywa makosa, lakini inapofikia sehemu mamlaka inapotoa maamuzi itabidi tufuate protocol. Kwa hiyo ukiangalia, ukifuatilia hii game kubadilishwa uwanja, unaona kabisa kama kuna michezo imefanyika. Lakini final kwamba CAF imetuambia tukacheze ule uwanja. Kwa Simba Sports, sababu kubwa ambako tunakataa kwenda kucheza uwanja wa Amani sio kwa ajili ya pitch au kwa ajili ya matokeo. Ni kwa sababu ya capacity ya uwanja. Ule uwanja ni mdogo, mashabiki wanaingia wachache. Hili tukio ni kubwa zaidi kwa sababu ukiangalia hili tukio mtu anaenda kukabidhiwa ubingwa. Na haijawahi kutokea hapa Tanzania timu kukabidhiwa ubingwa ndani ya ardhi yetu ya nyumbani. Na ukiangalia uwanja mkubwa wa nyumbani Tanzania, katika tunapoongelea Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar na Tanzania, hakuna uwanja mkubwa wa kumshinda Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo kwa tukio zito kama hili, Watanzania wengi tulitarajia game itachezwa kwa Mkapa kwa ajili ya kufanyika sherehe kubwa kama ile. Lakini CAF wameamua kutupeleka kule Zanzibar, watu 15,000 ndio pekee wana ruhusa kuingia, na ndio maana hata klabu imeamua kusema tu sawa, tibidi tukacheza, hatuwezi kubishana na protocol. Na ndio maana tunasema hii ni elimu. Kuna baadhi za timu hapa zinabishia protocol. Bodi ya ligi ilipanga tarehe hapa, watu wanabisha tu, hatuchezi. Kwa hiyo Simba anatoa elimu, inawezekana kweli unaonewa, lakini inapofikia final protocol lazima ukubaliane na matokeo. Hata Simba na Simba tulisema kama tutaenda Zanzibar hatutacheza, mashabiki wa Simba. Lakini sisi kwa kuheshimu uongozi wetu, hatuwezi kushindikiza uongozi wetu tuseme uongozi mkikubali kwenda kucheza Zanzibar itakuwa mmecheza nyinyi sio Simba. Simba sio hivyo. Tunaona baadhi ya timu protocol ikitoa mamlaka, bwana, mechi tarehe 15 mkipeleka timu mtakuwa mmeenda nyinyi. Yaani rahisi kupeleka timu sio sisi. Lazima uheshimu mamlaka, lazima uheshimu uongozi. Uongozi ushakubaliana na matokeo uwanja Zanzibar, taka tusitake tutaenda kucheza wapi? Zanzibar, na Zanzibar ni nyumbani. Tunapoongelea Zanzibar unaongelea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Zanzibar ni nyumbani. Ule uwanja ndio ulotupeleka sisi finali kama mjui. Tulishinda goli moja tukaenda kutoa sare South Africa. Simba imeingia finali. Inawezekana ndio uwanja bora kwa Simba kuliko uwanja wote mpaka sasa hivi. Kwa sababu wa Mkapa tunacheza tuje kucheza pale tukaingia finali kupitia kwa Mkapa. Hatushai kwenda finali kupitia uwanja Mkapa. Kwa hiyo inawezekana kwa bora tena ukawa tena una swabu tukachukua hata ubingwa moja kwa moja. Na ndio naamini tukichukua ubingwa ndio uwanja utajenga rekodi nzuri kwa Simba kuliko uwanja wote. Kwa sababu ndio uwanja umepeleka Simba finali na ndio uwanja unaenda kuchukulisha Simba ubingwa. Rekodi kubwa inajengwa katika ule uwanja kulikuwa tu uwanja wapi? Wa Mkapa. Kwa lazima kuna muda tuheshimu maamuzi, kuna muda tuheshimu protocol za kimpira. Unawapa faraja gani mashabiki wa Simba ambao pengine walitarajia mechi ichezwe uwanja wa Benjamin Mkapa na sasa unachezewa Aman Complex? Mashabiki kwanza tuwe na imani na klabu yetu, na nashukuru mashabiki wa Simba wengi waelewa, pia wengi kidogo tuna elimu. Mashabiki asilimia kubwa wa Simba kidogo tunajua tunachokifanya. Kwa hiyo hatuwezi kulaumu uongozi. Sintofahamu imetokea tiketi, si ndio? Watu Ahmed Ali kaongea, nimemsikia Ahmed kaongea kuhusu tiketi kwamba tiketi zitatumika Simba Day. Watu wengi wanashindwa kuelewa kwa nini klabu imefanya hivi. Na ndio maana mimi naupongeza uongozi wa Simba Sports. Na nadiriki kusema katika vilabu vya Afrika Mashariki inawezekana Simba ndio tukawa na uongozi bora. Kina Mangungu, tunaona kina Mediali hao, kina wote magoli hao, tuna uongozi bora. Kwa nini nasema tuna uongozi bora? Timu inapambana kutokana na season au wakati. Alafu na kati wa kidunda wanakubali, wanarudi kwa mashabiki, tumedunda tunafanya hiki. Uongozi utakuwa uwe hivyo. Uongozi utakiwa kuendeshwa kisiasa au kusikiliza maneno ya mashabiki. Uongozi utakuwa ujiendeleshe, ndio maana yuko yetu uongozi. Tunapoongelea uongozi ni mtu mmoja aliyopigwa kula na watu zaidi ya mmoja. Ndio tumemheshimu mawazo yake atumike. Kwa hiyo umeona Simba ilivyo. Magoli ndio mtu wa kwanza kupinga ili tukio.
na kuandikia barua kafu, si ndio? Uongozi wa Simba ndio watu wa kwanza kupambana kwenye tukio hili. Kuna muda tumedunda na tumekubali tunaenda kucheza kule. Na hivyo ndio wakafikiria tutarudisha vipi hivi viingilio vya mashabiki wamenunua. Kwa sababu ukiangalia level uwanja wa Amani ni watu 15,000, si ndio? Watu 15,000, tiketi zilizouzwa Tanzania watu zaidi ya 17,000. Kwa hiyo ukichukua hizo tiketi peke yake ukizihamisha Amani, uwanja umejaa. Tafsiri yake ni nini? Hela kweli imeingia, lakini uwanja utakuwa mweupe kwa sababu watu walionunua tiketi huku sio wote wenye uwezo wa kusafiri kwenda wapi? Zanzibar. Kwa hiyo itakuwa asilimia chache itaenda. Nyinyi mnategemea tiketi za huku. Kwa hiyo mtu ruhusa tena kuuza tiketi. Kwa hiyo wataingia watu wachache, hata robo yake itoingia. Na ndio maana klabu kufikiria hiyo wakaamua kuzile tiketi kuzihamisha Simba Day, tununue tiketi mpya. Kwa nini? Zanzibar kuna wana Simba. Kwa hiyo watu watanunua tiketi kule na watatoka huko wachache wataenda kujaza nini? Uwanja. Hiyo ndio tafsiri. Kwa nini pengine labda Mandala wangehamisha labda kwa siku za hivi karibuni kama endapo Simba kienda finali kombe la CRDB Federation, kwa sababu kwa taarifa nilizozipata ni kwamba pengine uwanja wa Benjamin Mkapa utatumika katika mchezo wa finali ya CRDB Federation. Kuhamisha yani ninachokimaanisha kwamba yani zile tiketi zingetumiwa walau labda kwenye mchezo wa finali ya kombe la CRDB Federation kuliko kusubiri Simba Day mpaka mwezi Agosti ambapo ni mbali sana. Sasa uwezi kujua mpangilio kwa sababu hizi mechi unazosema CRDB Federation hii huwezi kuizungumzia kwa sababu ratiba zake hazieleweki. Yaani inasemekana tutacheza pale. Kwa hapa sio muda, klabu inatakiwa itoe muongozo. Unajua kitu msoke leo klabu watu mashabiki wamenunua tiketi. Kwa hiyo mashabiki wataka wapate direction yao, tiketi zao zinaenda wapi. Kwa hiyo lazima klabu ilazimike kutoa muongozo sahihi. Kwa hiyo huo uwanja wa Mkapa inasemekana kwamba mechi itachezwa pale. Kwa hiyo lazima klabu isimame katika muongozo sahihi. Kitu ambacho kinachoeleka kwa Mkapa kitafanyika ni Simba Day. Na ndio maana klabu moja kwa moja tiketi wamezipeleka wapi? Simba Day. Ndio maana wamesisitiza watu wazitunze tiketi. Kwani hamna watu wanatunzaga risiti za malipo, labda watu wananunua maviwanja, watu wana malisiti ya miaka 7, unashindaje kutunza tiketi yako vizuri? Una uwezo kuitunza tiketi na ukaitumia Simba Day. Na ukaangalia kuna kushabikia timu yako. Hata kama ukiwa umepoteza tiketi, bado usijilaumu. Wana Simba tusingie kwenye mtego wa watu hao mashabiki wao timu zao ambao wanajiendelesha ambao ovyo ovyo. Shabiki wa Simba hata kama umepoteza tiketi, hujapoteza kitu, umechangia klabu yako. Klabu zinatutegemea sisi mashabiki. Kwa hiyo hata kama umepoteza tiketi utaenda kununua tiketi nyingine Simba Day. Umeichangia klabu yako wewe, Simba Sports Club. Ni moja ya mchango wa kuichangia klabu yako. Na basi tulikuwa tupo tayari kubaki na tiketi zetu mfukoni kuangalia mpira kwenye TV. Yeah. Simba yuko nyuma mabao 2-0 dhidi ya Berkane na anaenda kucheza mchezo mwingine pale Amani Complex. Tutarajia mchezo aina gani kwa Simba? Kwa hasa kwa kocha Fado atakuja na game approach gani? Unajua tunapoongelea Simba ndio timu hatari inajua kucheza technique za CAF kwa sasa hivi. Yaani mpaka sasa tunaongea Simba ndio timu inaonyesha makucha makali kutumia technique za michuano ya CAF. Unapoongelea technique michuano ya CAF kutumia vizuri uwanja wako wa nyumbani. Simba inatumia vizuri uwanja wapi? Wa nyumbani, si ndio? Na kama ujui Simba, yani asili ya Simba ilivyo kama ujui. Simba tukipataga matokeo mazuri ya kuridhisha ugenini, lazima tumalize vibaya nyumbani. Ila Simba tukipata matokeo mabaya ugenini, Simba inakupa na mshikamano mkubwa kama ujui. Mazingira yote tunaopita nusu finali hadi kwenda finali, tunapita katika mazingira magumu kulingana na matokeo tunayoyapata mabaya mechi ya kwanza. Mechi ya robo finali kwenda nusu tulifungwa goli 2 Misri pale. Tulikuja hapa tukamtoa Mwarabu. Mechi ya kutoka robo kwenda nusu tulishinda goli 1 tu wakabeza. Simba goli 1 ataenda aende hapa anaenda South na kufa goli nyingi. Na wale kwa mpira wanaocheza hawamesahau. Tulishinda goli 1 hapa Amani pale. Watu wakasema kwa mpira wanaocheza Amani unapata goli 1. Kule ukienda unakufa nyingi. Matokeo yake ni nini? Simba inajua kucheza technical football. Yaani football ya Afrika Simba anaiweza. Yaani huko ndio ukweli usiofichika. Hauwezi kufanisha na klabu yoyote ya Afrika Mashariki wanaojua kutumia technique za Afrika zaidi ya Simba. Tunajua fitina za kafu zote. Naweza akakupa ushuhuda, ushai kuona lini goli na katolewa Uarabuni? Kutoka timu hapa Afrika Mashariki kacheza Uarabuni, Morocco au Misri, timu ipate goli, yani Misri apate goli au Morocco apate goli likataliwa. Ushai kuona likataliwa? Lakini tunaona leo Simba goli na katolewa pale Morocco. Refaria anafuta goli, sio goli. Simba anaenda pale South Africa, penalty kwenye box inakataliwa, goli inakataliwa. Simba anajua fitina za kafu. Ndio timu pekee kutoka Afrika Mashariki
tunafanana na viwango vya timu za Kiarabu. Yaani Simba tunafanana na viwango za timu za Uarabuni. Hatuna utofauti, yani tekniki zao sisi tunazijua. Na ndio maana hata Berkane kwa kujua hilo ndio maana kaleta fiti na uwanja. Wanajua kabisa hii Simba wao na sisi sawa, tekniki tunazijua wote, na ndio maana wao wakatuma tekniki ya kufanya nini, kutotoa mchezoni kwenye nini uwanja, na sisi tunajua tekniki ya kuwatoa na si mchezoni. Nao Berkane sio mara ya kwanza kuja, itakuwa ni mara ya pili. Nafikiri walikuja Benjamin Mkapa wakafunga 1-0 kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho. Ndio maana nakwambiaje, tekniki sisi tunaenda kumtoa, tekniki tunaenda kumtoa, tunamtoaje mchezoni ile Simba. Yani Simba tumekuja kufanya revolution of football, tumekuja kufanya mapinduzi ya mpira. Kwa hiyo sisi lazima ubingwa, yani hati yao ili wachukue ubingwa wa Berkane, lile kombe lisije. Yani kombe likija likitua ardhi ya Tanzania hapa, aliondoki. Yani linabaki hapa hapa. Kila Mtanzania mwenye nia na mpira wa Tanzania sasa anaombea dua Simba Sports. Kila Mtanzania mwenye nia na mpira wa Tanzania ni mwenye nia nzuri, anaombea dua Simba Sports. Kila Mtanzania anafanya jitihada zake Simba chukue ubingwa wa Afrika. Mbinu gani ambazo aje nazo kocha Fadlu ili kusudi waweze kupata matokeo ambayo pengine yakabadilisha taswira nzima ya mchezo? Hii mechi ni ya kushambulia ndugu. Hii mechi ni ya kushambulia. Hii yani hatuna cha kupoteza shehe. Tunashambulia huku tunajilinda kidogo. Tunashambulia lakini lazima tutafute tupate goli mbili za mapema. Tukishapiga goli mbili za mapema tumewachanganya. Tunatafuta goli mbili za mapema. Kibu Denis anacheza na box. Yani hapa kocha kama ananisikiliza, atakuwa ile Kibu muda wote kwenye box anadondoka, hata akimgusa kidogo ajikwaa chini. Muda wote tunatafuta kwanza penalti mbili za haraka haraka tuwachanganye. Piga penalti pale, mchazi au yupo pale. Mzoa penalti. Piga kwenye mafaulu karibu na box pale, au yupo pale. Yani tunatafutia goli za mapema mbili, yani goli mbili za mapema za kuatia uchizi, tuwachanganye hivi. Alafu tunakae kwenye mstari. Sisi lengo letu tunanyamazishe watu mdomo. Yani sisi lengo letu tuwafunge watu mdomo, yani wasiongee, wanyamaze. Hii Simba. Hii Simba ndugu, waandishi wote Tanzania wote inataka Simba ichukue ubingwa. Nyinyi mje mtake eti muombe mabaya Simba, mtakuja kuumbuka Simba inachukua ubingwa wa Afrika. Bali nashukuru sana kwa wakati wako. Nashukuru ndugu yangu Lokoma. Natakia maandalizi mema pia ya kwenda kule Zanzibar. Poa, nashukuru. Asante sana.